ipo kinga ya kumkamata mwanga mpaka asubuhi? Hili swali limeulizwa. Ipo kinga ya kumkamata mwanga, labda kama mwanga kaja usiku akanasa mpaka asubuhi? Jawabu ni kwamba zipo. Kinga zipo za aina nyingi. Majini sio kama na wakingi nyumba yako. Nyumba yako itakingwa. Lakini swali la kujiuliza, umemweka jini wa jinsia gani? Kwa sababu majini kuna wanawake na wanaume. Ukimweka jini mwanamume, maana yake hana mke huyo, na hatoki kumtafuta mwanamke popote. Kwa hiyo unarahisisha jini huyo katika maisha atakayoishi katika nyumba yako, amtamani mmoja katika watu wa nyumba yako, aidha mkeo au binti yako. Kama kawaida ya kipindi hiki kila siku tumekuwa tukiwaletea vipindi tofauti tofauti. Leo tena tunaendelea na Sheikh Kondobongo tukiwa na mada yetu ya wachawi wanga wenda usiku, ambayo imechukua muda mrefu kidogo. Tumekuwa tukienda nayo, watu wanajifunza, na leo tupo sehemu ya 11. Tutakuwa kuna maswali kwanza tunaanza nayo, alafu tutaendelea na mada zingine. Karibuni sana. Ustazi, asalamu alaykum. Karibu kwa kipindi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa nuru wa anzala nuru ala turi fi kitabi masturi fi raqi manshuri biqadari maqduri ala nabii mahburi. Alhamdulillahi alladhi huwa bil izzi madhkuri wa bil fakhri mashhuri wa ala sarai wa dharrai mashkuri. Salatu wassalamu ala habibihi wa habibana Muhammad bin Abdullah abul qasim amin wa ala alihi wa sahbihi wa minal mujtahidin fi dini wa ba'd. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa vipindi vyetu vya wachawi wanga wenda usiku, kama mlivyoambiwa na mtangulizi wa msimamizi wa kipindi, leo tupo sehemu ya 11. Kuna watu wengine wanakutana na namba 1, namba 2, namba 4, namba 5, alafu wanakuwa hawajafuatilia kujua mwanzo ilikuwaje, mwisho ilikuwaje. Kwa hivyo wale ambao pengine watakuwa wana bando la kutosha, mada hizi tunaenda nazo mfululizo. Unaweza ukafuatilia katika channel yetu hii ya simulizi, ukapata kuanzia namba 1 huko mpaka namba 10. Leo tupo sehemu ya 11. Darasa yetu hii ikitokea hapa Buguruni katika mji wetu mpya, kama tulivyoeleza katika somo lililopita. Tumetoka kule Tabata, sasa hivi tuko Buguruni kwa sababu ya upana wa eneo na utulivu zaidi, kulingana na mawasiliano ya watu wetu na wale ambao pengine kama tulivyosema, hasa wagonjwa wa akili. Tunakosa pahala pa kuwaache, kwa sababu mara nyingi wagonjwa wa akili huwezi kumleta kumrudisha, mara nyingi na kwa shida, hasa wengine familia zao hazina watu madhubuti wa kuweza kuwadhibiti. Hivyo tumeona wengine tunakaa nao, bado sio sehemu kubwa sana, lakini at least tunaweza tukakaa na wagonjwa 2 3 tukaendelea kuwatibia. Lakini leo katika mada yetu leo hasa tutakuwa imezingatia mambo makubwa mawili. Lakini kabla ya hapo tuna utangulizi kidogo kwa wale ambao wanajiandaa, kwa sababu mwezi wa Ramadhani pia na wenyewe unakaribia. Kwanza tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa wale wafungaji, Allah atuwezeshe, atupe afya njema, na tukutane na mwezi wa Ramadhani katika hali ya unyenyekevu mkubwa, ili tujiandae katika kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, tauba na maghfira. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Lakini tunajaribu kuwakumbusha na wale ambao wanatafuta visababu kipindi hiki, labda mimi na vidonda vya tumbo, wale wa vidonda vya tumbo leo na washtakieni bila Mwenyezi Mungu. Hii dhima ibaki kwenu wenyewe. Kama mtu ana vidonda vya tumbo anashindwa kufunga Ramadhani, tunayo dawa ya vidonda vya tumbo sisi ofisini kwetu, na kwa ofa tumetoka kuiuza dawa hiyo kwa shilingi 100,000. Tunawapa watu kwa shilingi 50,000 tu, na dawa yetu hatujapata mtu hata mmoja. Tuna mwaka wangapi tunakwenda nayo, alituambia vidonda sijapata nafuu, sijapona, hakuna. Kwa hivyo tunakwambia kama una vidonda vya tumbo, unajiandaa upate sababu ya kutofunga, hiyo dhima ni ya kwako, na sisi tunamwambia Mwenyezi Mungu, tumekwambia tunayo dawa ya vidonda vya tumbo. Tumeondoa gharama kubwa kabisa, tumetoa ofa kwa Ramadhani. Ni dawa muhimu sana, ni dawa ambayo kwa vidonda vyako vya tumbo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kugaranti vidonda vya tumbo vinakwisha kabisa. Iwe vidonda vya tumbo vinavyotokana na bakteria, iwe vidonda vya tumbo vinavyotokana na acid, vidonda vya tumbo vya aina zote, dawa yetu inatibu. Kwa hivyo kama wewe unatafuta sababu ndani ya Ramadhani, au mimi bwana unijui bwana na vidonda vya tumbo miaka yote, unaongopa, unadanganya mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunaitoa dhima hiyo, kwa maana vidonda vya tumbo dawa tunayo.
hata ikiwa vidonda vya tumbo vya kuharisha damu na kutapika damu, dawa yetu inatibu vizuri. Hilo naomba nilitangulize, kwa sababu tunajua Ramadhani inakuja. Kuna ambao wanatafuta sababu gani itawafanya Ramadhani wasifunge. Kwa hiyo kwa wale wafungaji, huo ni wito na hiyo ni taarifa njema kwenu. Darasa yetu kabla haijaanza kulikuwa na maswali. Maswali wote nayo mengi jamani. Naomba nitoe tahadhari kidogo. Na hatuwezi kuyajibu yote. Kwa wakati mwingine waandaaji wa vipindi anachukua maswali kama mawili au matatu, angalau kila kabla ya mada tuyajibu hayo, alafu tuendelee. Tuna maswali ambayo mengine yalishazungumzwa kwenye mada zilizopita. Kwa wale wafuatiliaji wa mada zetu, kuna maswali mengi watakuwa wamepungukiwa nayo. Tumeanza kuzungumzia wachawi wanga wenda usiku tokea mwanzo wake na taarifu yenyewe, nini uchawi na wachawi wamegawanyikaje. Tumeanza mbali sana. Kwa hivyo, lakini kwa sababu kuna watazamaji wapya na wasikilizaji, kwa hivyo tunajaribu kurudia maswali ambayo tunajibu maswali hata kama nyuma tulishazungumza, kwa sababu ni maswali mapya na sisi tunayajibu kama ilivyo. Nianze naye maswali ambayo ni matatu tu, nadhani matatu au manne sijui, kisha tutaingia katika maudhui yetu. Kwa bahati nzuri swali moja wapo linatuanzia mwanzo wa maudhui yetu. Kwa mfano, swali moja inasema, kwa nini wanawake wengi wana mashetani kichwani kuliko wanaume? Kwa nini wanawake wengi wana mashetani kichwani kuliko wanaume? Swali hili ni swali zuri sana, akimaanisha kwamba unapokusanya wanawake na wanaume wengi, ukifanya dua pale imesomo pale, wanaolipuka pale mashetani. Ukiangalia katika vilinge vya watu wanaokusanya watu pamoja, wanaofanya dua katika mihadhara, katika kukemea kwenye makanisa, watu unashuhudia kwamba wanawake ni wengi wanaopiga makelele, wanaanguka kuliko wanaume. Swali limekuja, ni kwa nini? Kuna sababu kubwa mbili, naomba nieleweke vizuri. Sababu ya kwanza kwamba kuna ile swala la uvumilivu wa mwanamume kitabia, kimaumbile. Unapelekea mwanamume hata akiwa na shetani hapandi kirahisi kichwani. Na hiyo ni mfumo wa maumbile ya mwanamume, na ile sababu yake kubwa ya ujasiri. Shetani mwenyewe anatazama ule wepesi. Mwanamke tayari ana nyoyo nyepesi. Kama unapoona kwenye msiba, utaona watu wanalia, lakini wanaume wanalia wachache, wanawake wanalia wengi. Ndio mfano uchukua. Kwa ule wepesi wa moyo wa mwanamke kuvumilia jambo, shetani anapata nafasi nzuri sana kuweza kupiga makelele kupitia mwili wa mwanamke. Lakini sababu nyingine kwa nini wanawake wengi wana mashetani, kwanza ni jambo ni la kweli. Hata kama wanaume na wanawake wote wanao mashetani, lakini wanawake wengi, ukisoma darasa ambao nilitoa takriban miaka 20 iliyopita, nilizungumza mada ya historia ya majini, nilifahamisha kipengele hiki. Mmoja katika sababu ya wanawake wengi kupata majini vichwani ni kwa sababu ya kinga za nyumba. Kuna watu nyumba zao hawajakinga tokea wazijenge, au baada ya kujenga wanatafuta wataalamu kuja kukinga, lakini hao wataalamu wanakuja kukinga zile nyumba wanawekea majini, na hiyo ndio hatari kubwa iliyopo. Lakini wewe mwenye nyumba hujui, kwa sababu wewe jini umuoni. Wewe unaamini tu kama zamani nilikuwa naota ndoto za kutisha, sasa hivi ndoto sioti, naona utulivu upo, nyumba yangu ina kinga. Napenda nitoe maelezo kidogo. Majini sio kama na wakingi nyumba yako. Nyumba yako itakingwa. Lakini swali la kujiuliza, umemweka jini wa jinsia gani? Kwa sababu majini kuna wanawake na wanaume. Ukimweka jini mwanamume, maana yake hana mke huyo, na hatoki kumtafuta mwanamke popote. Kwa hiyo unarahisisha jini huyo katika maisha atakayoishi katika nyumba yako, amtamani mmoja katika watu wa nyumba yako, aidha mkeo au binti yako. Anapomtamani, anatoka katika sehemu yake ya lindo, anaingia mwilini kwa mkeo, anaingia mwilini kwa mwanao. Hii moja katika sababu imepelekea wanawake wengi kuwa na mashetani wa kijini. Kwa sababu hiyo, wengi wao ni majumba wanaoishi, watu wamewekea kinga wakiamini ni kinga, lakini wamewekea majini. Jini ni kiumbe kama binadamu, na yeye anatamani, na majini wanatamani sana kuingilia binadamu. Majini wa kiume wanatamani sana na wanapenda sana kuingilia wanawake wa kibinadamu. Na ndio maana unakuta wanawake wengi, hii kesa majini mahaba imetawala sana. Na tulishotoa tahadhari moja katika darasa letu, kama sikosei ilikuwa ni somo la 3 lile la mada hii. Kwa maana watu kuoga baharini uchi, kuoga hata katika vyuo vyetu hivi imesuniwa sana kuoga na nguo, lakini watu hawaelewi unakoga uchi. Kuna watu wanajisifu kabisa, mimi nikiwa chumbani kwangu bwana nalala chali, sibaki na nguo hata moja nipate upepo. Unamtamanisha kama sehemu hiyo atapita jini.
Na kwa kuwa yeye akishatamani hahitaji kukutongoza wewe, kukuomba sijui afanyeje, abembeleze, afike dau. Yeye anachokifanya ni kukuingilia kwa mazingara. Kwa sababu anaingia na mwili wako, alafu anamuingilia huyu mwanamke. Kwa hivyo hii ni moja katika sababu ya wanawake wengi kuwa na majini na kupandisha pandisha, kwa sababu ule pesa wa vichwa vyao wanapanda, lakini sababu ya kuingiliwa na mashetani wa kijini ni kwa sababu wamepita katika maeneo hatarishi au wameishi katika majumba. Kwa sababu mwanamke anabaki nyumbani kwa sehemu kubwa zaidi. Siku hizi wanawake nao toka na kurudi, lakini bado mwanamke akiwa nyumbani anafanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo kama nyumba ile ina jini anayeilinda, yule jini huwa anazunguka ndani ya ile nyumba, chooni, wani, barazani, chumbani, anaingia, hana miko. Huyu anamtamani mkeo. Na wanawake kisha kwa majumbani wanajiachia. Kwa hiyo anapokuwa bila nguo sehemu ile akishamtamani, yule huwa anatokea wakati anamvaa. Kwa hiyo anaacha mkataba wa kulinda nyumba, anaingia kwenye mapenzi. Baadaye unaona nyumba yako haijakaa sawa, unamtafuta tena mzee fulani aje kukuwekea mambo. Mzee naye anaona kweli bwana, hii kinga wameshajaribu hapa. Anaweka jini mwingine. Kwa hiyo utakuta wanawake wengi sababu ya kupata madudu haya ni majumbani mwao wenyewe na maeneo hatarishi kama tulivyoeleza. Hii ni miongoni mwa sababu inayopelekea wanawake wengi kuwa na mashetani wa kijini vichwani na kupiga piga ovyo makelele wakati mwingine, au majini mahaba na waingilia, baadaye linakuja kuzuka kuwa tatizo kubwa na kutafuta ufumbuzi. Lakini hiyo ni sababu mojawapo. Lakini swali lingine hapa limeulizwa moja mwalimu, kabla kwanza hujahama kuhusiana na hili hapa la majini mahaba. Naam. Kwa wanawake kuna hii dhana kwamba wanawake wanaweza wakawa wanapata sana majini kwa sababu wanavyoingiliana na wanaume vile. Kuna wanaume ambao wana majini wanahamishia kwa wao, wengine wanatumia kama tuseme mazindiko yao walivyojikinga, sasa wanatumia wanawake kujioshea. Ndio ile inawafanya wanapata sana mapepo hayo majini au wanapata mikosi. Labda alafu hapo nikiongezea kwamba wanawake vile vile wanalogwa majini mahaba na wanawake wenzao, labda watu ndani ya ndoa wanalogana wao kwa wao. Labda swali tu limeongeza nyama kidogo, na pengine nitoe ufafanuzi sasa wa kina kidogo. Kwamba wanaume wanapoingilia wanawake wanawaachia majini. Hili sasa linatokana pande zote mbili. Na mara nyingi jini huhami hivyo. Labda hapa nifafanue kidogo. Jini hawezi kuhama kutoka kwa mume kwenda kwa mwanamke. Ila jini anaweza kumtia nuksi mwanamke akiwa kwa mume, na anaweza kumtia nuksi mwanamume akiwa kwa mwanamke. Hii haimaanishi kwamba jini anaweza kuhama katika mwili wa huyu kuingia katika, kwa sababu jini haambukizi. Jini haambukizi. Jini sio ugonjwa wa kuambukiza, sio bakteria wala sio virus. Jini wewe ukiwa naye anaweza mimi kunidhuru. Na kuna wanawake wanawaua kabisa wanaume kwa sababu wana majini mahaba wakali, wenye wivu mkali. Na utakuta mwanamke huyo haolewi huyo. Anikija mtu kuoa mwanamke huyo, basi tayari mara ndoa inavunjika bila sababu. Mara siku mwanamke katoroka, mara hivi. Hao ni wakali sana. Majini namna hii ikitokea mwanamume amelazimisha kamuoa, unaweza kusikia mwanamume wanapoteza maisha. Wanaua. Wapo majini mahaba wa wanawake wanawaua wanaume. Lakini pia wapo majini mahaba wa wanaume wanaua wanawake. Kwa mfano kuna kesi ya wanawake kuharibikiwa na kizazi. Unaweza ukamtazama mwanamke ukakuta hana shida, lakini kumbe shida ipo kwa mwanamume. Mwanamume ana jini mahaba wa kike. Atamani yule jini mahaba wa kike wa mwanamume kumuona yule mwanamke anazaa na huyu mwanamume. Kwa hiyo mwanamke anaharibikiwa na mimba zake kwa sababu tu mwanamume ana jini mahaba, jini wake ni mkali, anaharibu mimba za mkewe. Na hiyo nayo ni moja katika case study ambazo watu wengi, waganga wengi hawazioni. Unahangaika na mwanamke kumtibia kwa sababu hapati mimba. Ukimwangalia mwanamume ukitibu hizi nini hormone balance unaona ziko sawa sawa, ukitibu hiki kiko sawa, lakini kumbe mimba za mwanamke zinaharibiwa na jini wa kike wa mwanamume ambaye ni mwanamke mwenzie. Kwa ule wivu wa mapenzi, huyu jini wa kike ambaye yupo kwa huyu mwanamume hataki kuona mwanamume anakaa na mke. Na kama anakaa naye, basi yeye anachokifanya ni vituko juu ya yule mke mwenzake. Lakini vile vile kama ni mbaya sana zaidi, wanafikia hata kumdhuru au kumuua yule mwanamke. Wapo wanawake wanaokufa kwa sababu ya majini mahaba wa waume zao, na wapo wanaume wanaoteseka mpaka kuuawa kwa sababu ya majini mahaba wa wake zao. Kwa hivyo kila jini ana tabia zake kama tulivyoeleza katika historia ya majini, lakini hawa majini wana tabia hizo. Lakini tunapozungumza majini wa mwanamke kukaa kichwani, sio yule anayetoka kwa mwanamume kwenda kwa mwanamke, hapana. Bali ana sababu mbalimbali ambazo zinazomfanya yeye kuyapata hayo mashetani. Miongoni mwa hizo tumesema wanawake wana sababu nyingi kuliko hata wanaume. Kwa sababu wao ndio wanatamaniwa zaidi. Na ndio maana tumesema maeneo hatarishi ambayo yanasifika kukaa majini, mwanamke hataki kupita maeneo hayo bila nguo, ni hatari kubwa sana. Iwe makaburini, iwe chooni, iwe baharini, iwe kwenye mapango. Yale maumbile ya mwanamke jini anayatamani.
na akishatamani yeye amuingilie, kwa sababu mpaka akaombe yeye anamuingilia katika mazingara ambaye Mungu mwenyewe ameumba naye, anamjia usiku anamuingilia. Kwa hiyo mwanamke anaanza kupata shida kuingiliwa na mwanamume, na hao majini kama tulivyosema amegawanyika, kwa sababu kuna majini wengine akimuingilia mwanamke anakuja kwa sura ya mtu anayemjua. Utakuta mtu mwanamke anakuambia mimi wakati mimi ananijia mtu kabisa ninayemheshimu kabisa, labda kama ni sura ya mjomba kabisa, ananijia mjomba mpaka anashangaa, shemeji au kaka ananiingilia. Kwamba yule anamuingilia kumletea sura za watu wake, na mara nyingi huyu anakuwa ni subiani mwenye tabia hiyo. Lakini kuna wengine wanaingiwa na wanawake, wanaingiwa na majini wa kiume, hawaoni hata sura, wanaishia kuona nusu tu, labda mwili chini kwa anamuona, akinijua muone wala hawezi kumzingatia. Na kuna mwingine anaingiliwa na mwanamume wa kijini, yule jini anakuja kwa sura yake mwenyewe, anaweza kujipa tu sura ya Mwarabu au mzungu au Mswahili, lakini sio sura ya mtu anayemjua. Ni sura ya wewe mwenyewe, anakuja na sura yake, ila atamjua kupitia wewe usingizi. Anaweza kuwa ni mwanamume maalum anayemuona kwa sura yake, naye anamuingilia. Yote haya yapo. Na kuna wanawake wamepewa mpaka pesa na mashetani, lakini wanawake wa namna ndio majini wao ni hatari zaidi. Wapo wanawake mpaka wametajirishwa na majini wa kiume, lakini ni marufuku mwanamke huyo kukutana na mwanamume wa kibinadamu. Na likitokea basi ima mwanamume limkute balaa au mwanamke limkute balaa, na haolewi huyo, na akilazimisha mawili, ima afe au afilisike kabisa. Na hayo yote ni katika kesi ambazo sisi tunakutana nazo sana kama waganga. Lakini ndio nimesema tuhame katika somo hilo au swali hilo kama litakuwa limeeleweka. Swali la pili, kuna mtu kauliza, ni kweli wenda wazimu wa albadiri, yani wale wanasoma al-badiri, hawaponi? Ni kweli wenda wazimu wa al-badiri hawaponi? Jibu la swali hili linaambatana na jibu namba 3 katika swali namba 3. Je, wagonjwa kwa nini wengine wanapona haraka wengine wanachelewa kupona? Hilo ni swali lipo. Sasa nimeona swali hilo na hili mazama majibu yake yanafanana. Hapa anasema wale wendawazimu waliosomewa ahlul badri. Ningesema ahlul badri inaeleweka kwamba imezoeleka kwetu Afrika Mashariki huko, kwamba kuna dua maalum inaitwa ahlul badri, yani dua ya tawassuli. Unatawasali katika maombi yako na masahaba waliopigana vita vya Badri. Hii ndio maana yake dua ile ikaitwa ahlul badri. Kuna sintofahamu nyingi za maelezo wanazuoni, kuna wanasema inajuzu, wengine hawaijuzu. Mimi leo kwa sababu sio pahala pa hilo, leo hapa naeleza kwa ujumla wake. Kwamba watu ambao wamerogwa kwa sababu ya ahlul badri wanapona. Kwa nini hawaponi? Au tunaambiwa hawaponi, ni kweli hawaponi? Jawabu lake ni kama ifuatavyo. Katika wagonjwa hawa wanapokuja katika vilinge vyetu sisi waganga, huwa kuna vitu vya kuzingatia. Moja katika hivyo, sababu ya ugonjwa. Ugonjwa unaweza kuwa ni ule ule lakini sababu ni nini? Kuna wagonjwa sababu zao ni viapo, waliingia mikataba, labda mikataba ya kishetani, alafu ni mikataba ikawashinda. Kama leo unavyosikia hivi, kuna hela za mashetani, watu wanazikimbia. Sasa mtu anaona yeye na masikini anataka jikomboe kwenye maisha, hajui madhara yake. Kuna vijana wengi wanapoteza maisha mapema kabla wakati wao. Lakini sasa tukupoteza maisha, kuna wanapata wenda wazimu, machizi wanakuja tunao katika vilinge vyetu hivi, kwamba mtu kakubali kuingia mikataba ya kishetani, masharti yakamshinda, yeye anafikiri ndio amegana nao. Mashetani hawakubali hiyo kitu. Ima wanamtia wenda wazimu au wanamtia kwenye hali ngumu kupita kiasi, na bahati mbaya zaidi ni kwamba wakati mwingine kwenye tiba panakuwa kuna ugumu. Sasa nieleze ugumu unatokana na nini? Unajua Mwenyezi Mungu sio dhalim. Hata mtu akiwa muovu kiasi gani, hata shetani na ubaya wake, lakini kwenye haki yake ni haki yake. Nitakupa mfano mmoja. Katika madhambi haya, kuna madhambi wewe na Mungu wako tu. Haya kufanya tauba ya kweli na istighfari, hata siku moja ya dhati, Mungu anakusamehe. Lakini kuna dhambi zimehusisha mtu mwingine. Umefanya dhuluma ya mtu mwingine, ukimwomba Mungu msamaha atakusamehe kwake yeye na wewe, lakini yale ya yule hawezi kukusamehe. Na ndio haya tukaambiwa mpaka umfuate yule mdhulumu ukamwambie, bwana mimi nimekufanyia dhuluma wewe. Na ni jambo gumu kwa watu wengi. Kwa hiyo madhambi kama haya yalivyokuwa magumu kufutwa, ambayo yametokana na dhuluma kwa haki za watu wengine, ndio hivyo hivyo hata kwenye magonjwa. Kuna watu wamefanya dhuluma nzito, hata mchawi pamoja anafanya ushetani wake, lakini ule uchawi wake na uroga unakuwa na nguvu zaidi kwa sababu ile dhuluma aliyefanya yule aliyefanyiwa. Na ndio maana kuta mganga unaweza ukamtibu mtu, unatibu, lakini wewe hujui, unajua ni kanuni zako za kawaida, lakini huyu mtu kwa nini anachelewa kupona?
kumbe katika makosa aliyofanya yaliyosababisha kupatiwa hilo tatizo yalikuwa yamezingatia dhuluma nzito. Kwa ndani yake kuna laana, labda kamdhulumu mtu, labda kamnyanyasa mtu mzima, labda alimfanya ubabe akampiga mtu makofi hadharani, mtu mwenye heshima zake, mtu akasikitika kwa unyonge wake, kisha baada ya kusikitika ima akaroga au asiroge, lakini yule bwana akapata madhara. Yale madhara sasa yanakuwa magumu zaidi, tofauti na yule ambaye kaonewa tu, karogwa, hana makosa ya msingi. Utaona huyu hata tiba yake inakuwa nyepesi kuliko tiba. Hii ndio sababu ya kucheleweshwa watu kupona. Na halal badri huwa haisomwi ila baada ya mtu kudhulumiwa. Mtu kaingia nyumbani kakuibia vitu vyako vyote, kafanya dhuluma, wewe ukalia mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa inategemea umetumia hiyo halal badri au umetumia dua nyingine yoyote au umetumia hata uchawi, lakini kwa sababu ndani yake kuna dhuluma. Pamoja na kwamba na huyu mchawi naye anafanya dhuluma, lakini mara nyingi kwa dhuluma za namna hii au mikataba, ushapewa hela za mashetani, ukutimiza ahadi, haya mashetani lazima yatakutesa. Sasa utakuta tiba hii inakuwa ngumu. Ndio maana sisi matabibu wa dini ambaye tumesoma dini, tukiona kuna ugumu katika matibabu haya mtu, tunampa nyiradi, na zile nyiradi mojawapo ni istighfari. Hatujui kakosea nini, ila kaja na maradhi, lakini tukimpa tiba kwa kanuni zile zile tunachelewa mtu huyu kupona. Tunamwambia bwana fanya istighfari basi, angalau muombe Mungu msamaha, kwa sababu kuna makosa yanayojui. Hii ikawa sasa sio tu kutoka kwa huyu mchawi, bali direct pia imetoka kwa Mwenyezi Mungu, sehemu ya adhabu ya makosa aliyofanya. Kwa hiyo inawezekana ikawa ndio sababu mgonjwa huyu kamtibu haraka akapona, mgonjwa huyu akachelewa kupona kwake, ni kwa sababu ya vitu ambavyo ndani yake kuna haki za wengine au dhulma au mikataba ambayo watu wanaingia na mashetani, uchangiwa sana kuchelewesha wagonjwa kupona. Hili ndiyo jawabu. Kwa hiyo tukija katika halal badri na tukija swali hili la wagonjwa kuchelewa kupona, inategemea sababu ya ule ugonjwa. Ndio maana sisi kabla mgonjwa hatujampa dawa, kwanza tunamfanyia visomo, na katika vile visomo tunamlilia sana Mwenyezi Mungu kama kuna mapungufu, kama kuna makosa ya kibinadamu, kama huyu mtu alimkosea mtu, kama alikosea kwa Mwenyezi Mungu ndio unajua zaidi, msamee, muhurumie, mponeshe maradhi yake. Tunamfanyia dua, tunamfanyia visomo, kwa sababu tunachelea. Kuna watu wengine anavyokuja kwako kulalamikia jinsi ya mateso anayopata, mtu huyo ukisikia na makosa aliyofanya kabla ya ugonjwa, hata wewe utasema bora hata ugonjwa, kwa sababu ya yale makosa na dhulma na madhambi aliyofanya. Kuna mtu anabaka watoto wadogo, anabaka watoto wa familia nzima, familia inalia na milia Mwenyezi Mungu. Mtu huyo anakuja kupata balaa, hata kama atarogwa na mtu mwingine njiani, uchawi mdogo tu, utakuwa uchawi huo ni mkubwa sana na utakuwa una nguvu sana, kwa sababu ya zile dhuluma alizozifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku, kuna mtu ananyang'anya mtu mkewe, anamnyang'anya mpaka yule bwana anatoa talaka. Anajua kabisa mke wangu amenikimbia kwa sababu labda udhaifu wangu au sina nguvu ya kiuchumi, masikini kampata tajiri. Kilio cha mtu wa namna hii kinaweza kikamfilisi mtu na mali zake zote, au kinaweza kumtia mtu maradhi asiyepona, au kwa sababu anajua kabisa mke wangu amenikimbia kwa sababu ameenda kwa mtu fulani ni tajiri. Na pengine kuna wengine huyu alinyang'anya mke, anapohangaika kupambana anamtafutia kesi kwa sababu ana pesa, au pengine kiongozi wa nchi au serikali au ana madaraka fulani, anamweka ndani. Kwa hiyo mtu kachukuliwa mke, katiwa gerezani, kateseka, anatoka kule dhariri, kafilisiwa mali, mke wake yeye, lakini anampata madhara. Mtu namna hii hata kama anaenda kwa mtu asiyejua vizuri la uchawi, yani ataupatia, na ukimwingia mtu huyo utamtesa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtu huyo akata anapata ile madhara, anapokuja kwa kweli kutibiwa, wewe unamuona yeye tu anaumwa, lakini unashangaa unapita njia zile zile, wenzake wanapona, yeye anakuwa pone. Sasa mtu namna hii unaangalia imani yake na unamshauri kupitia kwenye imani yake. Kama ni mtu wa kanisani, nenda kaungame sana, kaombe sana msamaha. Kama ni mtu wa msikitini Muislamu, fanya istighfari sana, nenda kafanya sana ibada, mlie Mwenyezi Mungu ili kwanza akusamee yale mabaya uliyofanya, ndio utapata takhfifu ya maradhi haya. Kwa hivyo kuchelewa kupona, kuna mambo mengi yanasababisha, lakini mojawapo kubwa zaidi ni sababu ya ule ugonjwa wenyewe au sababu ya tatizo. Kwa sababu inawezekana kuna mtu mwingine ile mali yake ndio chanzo kikubwa cha watu kuwatesa katika dunia, au afya yake chanzo kikubwa kuteseka watu. Katika wale wanaotesa kuna wengine mioyo yao ipo karibu na Mwenyezi Mungu, wakimlilia Mwenyezi Mungu, Mungu anapokea maombi yao, hatimaye unapata maradhi au unapata shida, inakuwa ngumu kuisha kwa haraka.
Kwa hiyo maswali haya ya Ahlul Badri, kwa nini wagonjwa Ahlul Badri eti ni kweli hawaponi? Ngoja kwanza mtaalamu, bado kuna swali moja kuhusiana na hawa watu wanaokuwa wamesomewa Ahlul Badri au wanapata matatizo hawaponi. Kuna mtu ambaye ameshafanya dhuluma, mali anayo amejirundikia yeye ile ya dhuluma. Kuna mtu huyo ambaye ameibiwa hiyo mali au amedhulumiwa, yeye bado anaendelea kuteseka. Je, anaweza akaja basi kwamba atibiwe huku mali ile akaendelea kuishikilia yeye? Labda tufanye kapona, anaweza kapona na akaendelea kuishikilia hiyo mali ambayo yeye ameidhulumu. Sasa ndio maana nikasema inategemea. Kwa sababu ya dhulma ilivyo, unaweza ukawa umedhulumu mtu alafu anakupata madhara kama tulivyosema. Lakini ile madhara ukaja baadaye ukapona. Unaweza ukapona. Lakini unaweza ukapona katika namna nyingi. Ima ndio hivyo umemlilia Mwenyezi Mungu, na Mungu naye ni hakimu. Akaona basi moja na dhuluma amefanya, lakini ukapata takhfifu, ukapona au ukapata nafuu. Unaweza kuendelea na mali ukawa nazo hivyo japo umedhulumu, lakini dhambi zile kwa Mungu zikaendelea pale pale kwa sababu umedhulumu. Ila kama utaweza utasema ngoja nimrudishie mwenye mali zake, ahlan, ni jambo zuri. Lakini bado dhambi ya kudhulumu itabaki, na pengine mateso mengine akija kama itakuwa ni sababu ni hiyo. Kwa sababu hizi dhuluma ni kama nilivyosema, pia inategemea hata unemdhulumu naye ni nani. Japo dhuluma ni dhuluma, lakini kuna mtu anaweza kumdhulumu ikiwa kilio chake pia Mwenyezi Mungu pia na mwenyewe akisikiki vile vile. Mwenyewe mwizi. Unaweza kupata nafuu kidogo. Lakini kuna mtu unamdhulumu mcha Mungu, analia mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana tukamwali kupata balaa linakuwa balaa kweli kweli. Japokuwa dhuluma haifai. Ndio maana nikatoa mfano, hata shetani umeenda kwake mwenyewe. Umeenda kumwambia bwana mimi sizai, nataka mtoto. Shetani akwambia basi haina shida. Akakupa mtoto, akakupa masharti. Mtoto huyo akizaliwa aje hapa, tumfanyie jambo letu. Mtoto huyo akibale au akivunja ungo kama mwanamke, aletwe tena hapo kwenye mzimu. Mtoto huyo kabla ya kuolewa, akitaka kuolewa, aje kwenye mzimu. Mtoto huyo akipata mimba naye au akitia mimba, aje kwenye mzimu. Mtoto huyo kama hana kazi, akipata kazi, aje kwenye mzimu. Maki mzimu unataka kumtawala ni mtu wao, wewe ndio umeenda kuomba, na Mungu kama alivyotuahidi nuwalihi matawala, kakuelekezeni yeye mwenyewe mmelekea, na Mungu anakuacheni mwelekeo kwa mlikopotea. Mwisho wa siku sasa wewe uko na hapo tele ambaye shapata mtoto, basi mimi inatosha. Shetani anaweza kuchukulia muda usiuone kwa wakati ule, mpaka mtoto amekuwa mkubwa, amebalea, hujampeleka. Si kafanyaje hujampeleka. Anakuja mtoto kupata dhara huyu, labda uchizi au gonjwa la kuanguka au sije balaa gani. Sasa wewe ushasahau, unatuletea sisi hapa. Sasa sisi tunajua kwamba ukimsomea hiki, ukifanya hiki, ukifanya hiki, huyu anapona. Lakini kumbe wenye mali zao na wao wameshatoa mchango wao, wewe umekiuka makubaliano yenu. Na baadhi zaidi sio kama umekiuka hayo makubaliano kwa ajili ya kumrejea Mwenyezi Mungu. Umekiuka tu kwa sababu mtoto mjini tena huwezi kwenda kwenye mizimu, lakini kwenye dini yenyewe nako pia haupo. Sasa hawa wakaamua kumdondosha huyo mtoto. Unatuletea sisi hapa. Sio maana hatopona, lakini lazima patachimbika. Tutakwenda tutamaliza formula zote, tumwisho wa siku tutarudi pale. Sasa mtoto huyu, hebu nyinyi wazazi, fanyeni 1 2 3. Hebu ngoja kwanza tumfanyie zikiri mtoto huyu, dua, tumfanyie mautaji wa Mungu, labda nyiradi, labda tumfanyie hivi. Lau kama mmekosea, fanyeni istighfari. Utakuta mtu mwingine baadaye kabisa ndio anakuja kukwambia kweli, unajua tulikuwa tupate mtoto, tukaenda kwenye mizimu yetu ya Kolero, siji Mumba sio na mizimu yao wenyewe, kwa Waluguru si Wazigua na mizimu yao, kwa Kusini kila sehemu na mizimu yao. Tukaenda tukaomba, lakini tukapewa masharti. Sasa haya masharti mliyakubali. Hiki mmeingia kwenye kifungo. Matokeo yake ni masharti hamkuyatimiza. Mmeona haiwezekani. Na sabora uvunje masharti haya, urudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mimi bwana, masharti ya shetani nimegundua sasa yafati. Mimi namlilia Mwenyezi Mungu anilinde, ukawa kweli mcha Mungu, inawezekana kabisa ukapata salama. Bado nina swali kuhusiana na watu kuchelewa kupona au kuwahi kupona. Hapa nataka nizungumzie kitu kimoja hasa kuhusiana na hizi tiba zinazofanyika hapa. Nilishaongea na wewe ukaniambia kwamba hizi tiba kwanza zinasui mbele ya Mwenyezi Mungu. Sio tiba za kishetani, ni tiba ambazo Mwenyezi Mungu anazikubali. Maana yake hazihusiani vyovyote vile na mashetani. Lakini nauliza hili swali kwa wale sasa ambao huwa wanapona. Unakuta mtu ni mlevi, mzinifu, mwizi, amepata matatizo fulani ambayo yanahitajika msaada kutoka kwako. Anakuja kwako alafu anapona. Je, Mungu huwa anakuwa anawasaidia hawa waovu? Kwa sababu unaposema unafanya hizi tiba, lakini vile unasema hizi tiba ufanye kwa nguvu zako wala kwa nguvu za dawa, ila ni Mwenyezi Mungu ndo anakuwa anabariki. Sasa anabariki vipi mtu wa aina hiyo? Na watu wa aina hiyo unakuta wamepona, matatizo yao yanaisha. Labda swali zuri sana. Labda nieleze kidogo kitaalamu. Kwanza, tiba si mali ya kidini. Hata kama unatibu kidini, sheria inatuambia tiba
ni haki za kibinadamu, sio haki ya kidini. Ndio maana tabibu yoyote anayebagua kumtibia mtu kwa dini yake au kwa tabia zake, si mlevi, si mzinifu, si mwizi, huyo sio tabibu, au hakusoma elimu ya tiba. Elimu ya tiba ni haki ya kimwili. Hebu tujifunze kwa madaktari, labda hapo utanielewa. Jambazi anakamatwa, kaua watu, kapigwa risasi, bado yuko majeruhi, anabebwa, anapelekwa hospitali, bado daktari atamshona, bado daktari atampa huduma zote zinavyotakiwa, kwa sababu mkataba wake yeye ni kutibia mwili, sio tabia za mtu. Kwa hivyo na mimi hapa, aje mrevi, aje si mtu wa dini yoyote ile, aje hapa si mwizi, aje mimi hapa nitamtibu na Qur'ani nitamsomea, kwa sababu ni shifau linasi. Kwa hiyo tutamtibia, na pengine hiyo tiba yenyewe ikawa ni sehemu ya dawa, la watu wajui tu. Kuna mtu anaweza kumtibia hapa, baadaye akaacha kila jambo la kipuzi. Mwingine akamtibia hapa, akafuata imani yako, akaacha na imani yake, kwa sababu akasho Qur'ani imenitibu. Kwa hiyo wengine waelewi eti kwamba Qur'ani asomewe, labda alikuwa Muislamu, sio kwa Muislamu asisomewe. Huyo si mtu wa tiba na hajui elimu ya tiba. Masahaba walimsomea mtu Qur'ani, mtu mmoja Mwarabu mmoja asiyekuwa Muislamu, tena mtu mmoja hovyo tu porini, kagongwa na nyoka. Masahaba katika safari zao wakamkuta mtu anahangaika, tena kama tunavyoambiwa na riwaya, wakamsomea suratul Fatiha. Wengine wanasema akamsomea maji akanywa, wengine wanasema sio, lakini akasomewa suratul Fatiha, yule mtu akapona. Hakuna sehemu yote inasema yule alikuwa ni Muislamu, ila wale masahaba ndio waliokwenda kule Waislamu, akamkuta mtu kagongwa na nyoka, na yule bwana akapona. Kisha na yeye akatoa zawadi ya mbuzi, na yule mbuzi Mtume akamwambia, na mimi nikatie nile, kwa sababu ndio nilikufundisheni suratul Fatiha. Hapa Mtume anatufundisha namna ya kulipa fadhila. Wewe umeshakuwa tabibu, alafu watu wakufundisha utabibu hawajawahi kuambulia chochote, wewe unapata hela, unapata nini? Ni kosa. Yaani ndio tujifunza tu hapa katika hadithi hiyo. Kwa hiyo tiba sio mali ya kidini. Ukiona mtu anatibu, anabagua watu, mimi mlevi simtibii, mimi huyu sijui nani simtibii, anavaa nguo fupi simtibii, wewe sio kazi yako. Kama wewe ni tabibu, haki yako ni ile kutibu mwili wa mtu. Ndio maana nimekupa mfano, nenda pale Moi Mwimbili, utakuta kuna watu majambazi, polisi wengine na pingu yake mkononi kabisa, mwizi sugu, lakini daktari hawezi kusema simtibii kwa sababu hiyo ni jambazi sugu. Ni mwiko mkubwa sana. Daktari atatimiza wajibu wake. Mambo ya kesi yako, wizi wako, ujambazi wako ni wewe na serikali, wewe na polisi, wewe na mahakama. Kwa hivyo tiba sio haki ya kidini. Tiba ni haki ya kimwili, haki ya kibinadamu. Hii tiba ya chuku ambayo sisi pia tunaifanya hapa, imezoeleka kuitwa hijama kwa Kiarabu. Hijama ni neno la Kiarabu, lakini chuku ndio Kiswahili. Hii Mtume hii haikutoka kwa Waarabu wala kwa Waislamu. Asili yake tiba hii ni ya Mayahudi. Mayahudi ndio walikuwa wanatibu, wanafanya hii. Mtume akaichukua akaipenda, na watu wakaendelea, Waarabu wakaitumia hiyo, Waislamu wakaitumia hiyo. Ndio inaitwa hijama. Na wakati wanatumia pembe, wanatumia. Sasa tiba sio haki ya kidini. Naomba niwafanue hapo. Kwa mimi hapa, akija mlevi, akija mwizi, akija mzinifu, akija jambazi, itokee tu wengine wakitumia serikali wasema, wewe bwana hapa una majambazi unawatibia wewe. Mimi najuaje kama jambazi? Lakini hata nikijua na ujambazi wake, kaja hapa mwili unamuuma, mimi natibu mwili wake, sitibu ujambazi wake. Sasa hilo ndio jambo ambalo matabibu wanatakiwa walijue, kwamba tiba sio haki ya kidini. Eti kwamba mimi Qur'ani simsome ila alikuwa Muislamu. Wewe hujajua Qur'an ni shifau linasi. Kila aliyekuwa mwanadamu Qur'ani inamtibu. Kwa hivyo cha msingi ni lazima watu watibu. Kama wewe ni tabibu, wajibu wako ni kutibu, sio unaangalia mpaka madhehebu. Nakumbuka kuna kisa kimoja na ni mashuhuri na ni cha kweli. Sheikh mmoja aliumwa, akawa yule sheikh ni sheikh wa kisufi, yani sheikh wa maulidi, hitima na nini. Akaenda kutaka kusomewa kwa sheikh mmoja ambaye ni mtu wa ruqya. Yule sheikh na wafuasi wake akamwambia, sheikh huyu achana naye bwana, usimtibie huyo, huyo ni mtu wa bid'a huyo. Yani sio tu Mkristo wala dini nyingine wala Myahudi, ni Muislamu. Tena sheikh, mimi najua hilo jambo lipo na hapa kwa Dar es Salaam, na yule sheikh baada aliumwa mpaka alikufa. Lakini wale wasomaji walimkatalia tu kwa sababu tu itikadi yake yeye sio ile ya kisunna, wale watu wa maulidi. Sasa huu ni upuuzi na ujinga, lakini kwa sababu dunia tuliokuwa nayo ni ya ujinga, watu wameingia kwenye mambo bila kusoma, ndio matokeo waelewi vitu kama hivi. Tiba sio haki ya kidini,
tiba ni haki ya kibinadamu na ni haki ya kimwili. Kuna hapo ndio hilo ni kwa wewe ambavyo unafanya. Nazungumzia kwa Mwenyezi Mungu, kwa wale watu ambao ni waovu. Alafu mimi ameniibia, amenidhulumu, hapo kanifanyia mambo ambayo labda hayafai, anakuja anatibiwa na anapona. Tunasema tiba anafanya Mwenyezi Mungu, sio shetani kwamba nataka labda mtengeneze huyo mtu aendelee kuwa mtu wake. Kwanza labda pengine elimu hii ya Mwenyezi Mungu ni mafafanue kidogo. Huyo mwizi, huyo mzinifu, huyo mvuta bangi, riziki anapewa na Mungu huyo. Yaani Mungu huyo ndo anempa riziki huyo. Kwa sababu Mungu kaweka kalenda yake. Kwa hiyo huyu akimumba, shekhe mmoja wa tawassuli alisema idha kana abdu su'i ya rabbi fi nida fa ajaba rabbahu wala, yani hata mja akiwa muovu lakini akizidiwa na tatizo akilia kwa Mungu wake, Mungu wewe nisaidie, Mungu anamjibu dua yake. Kuna baadhi ya dua hata mtu muovu Mungu anajibu dua yake, yazingatia shida alionayo, yazingatia mazingira alionayo. Wakati huyo anapoomba dua na anamtaja Mungu, anamleta Mungu katika dhati, kwa sababu Mungu haipo katika matendo pekee, Mungu yupo katika dhati. Huyu muovu kuna wakati kumbe imani ya Mungu anajua vizuri sana. Huyu akalia, Mungu wewe niokoe, Mungu sina kuniokoa, Mungu anasikia maombi yake. Kwa hivyo ukisema kwamba huyu mnamuombea na anapona, je, Mungu anamsaidiaje mtu muovu? Hapana, Mungu yeye sio hivyo. Mungu yeye kila mmoja anamsaidia. Huyu bado atamwandikia madhambi yake, lakini kwa shida alionayo. Na isitoshe kuna yeye mwenyewe anajiombea, lakini mimi ndo ninayemuombea. Sasa Mungu hapa wakati mwingine sio tu anazingatia yule shida yake, anazingatia mimi ninayemuomba Mungu kumuombea yule. Na hii ndio siri ya elimu ya tawassuli. Tutakuja kueleza watu wengine hawajui maana tawassuli nini. Kuna wakati mtu anaenda kwa shekhe, niombee dua. Kwa nini asiombe mwenyewe? Watu wanajenga hoja, sasa ngeomba mwenyewe. Huyu ana imani ya shekhe ni kubwa na anaiona. Na sio wenye imani tunajua kwamba imani yangu imeshuka, imani yangu imepanda. Imani iko hivyo. Na unajua za mimi yule simwezi. Mwenzangu yule anasimama ibada za usiku, mwenzangu anafanya hivi. Yule mimi nikimpata niombe dua, huenda Mungu akaipokea zaidi kwa sababu yupo karibu naye katika maombi. Kwa hiyo yule anaweza kaniombea mimi nikina direct kwa Mungu nitachelewa kwa dua yangu, labda mapokezi yake kwangu yatachelewa kwa sababu ya ucha Mungu wangu mdogo. Lakini yule kwa ucha Mungu wake akinyanyua mikono tu Mungu kaitikia, mimi nitapata nafuu kupitia yule. Hii ndio maana ya ilmu na asili ya neno tawassuli. Masahaba walikuwa wanaenda kwa Mtume kama ya Rasulullah, di'u lana ya Rasulullah. Mbona akwambia ombeni wenyewe? Na hizo riwaya ziko nyingi tu. Tena hadithi sahihi tu, masahaba wanapata Mtume, di'u lana ya Rasulullah, tuombewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mbona hakusema kila mtu aombe kivyake? Hapana, naye aliombea. Na hiyo iliendelea hata wakati wanazuoni. Imam Shafi watu walimfuata tuombee, Abu Hanifa walimfuata tuombee, kwa sababu watu wanaona huyu ni mwanachuoni lakini pia mcha Mungu, huyu lazima yupo karibu na Mwenyezi Mungu. Na hii ndio maana hata sisi leo ukimwona hapa kuna mtu tunayeamini sasa yuko ucha Mungu wake, ana dalili zote za kuwa wali wa Mwenyezi Mungu. Tunamuona ibada zimpiti, tunamuona maovu yake hatuyajui wala tuyaoni, tunaamini huyu atakuwa ni mtu mwema, tunamfuata tuombee dua. Na hii ndio maana masufi wanaitumia sana, wanatawassali kwa masharifu, kwa mawalii, kwa Mwenyezi Mungu, watu wazuri waliokuwa hai tuombee dua, waliokufa tunawataja katika maombi yetu. Na hiyo ni dua ambayo hata Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba. Aliomba Mwenyezi Mungu, inni as'aluka bihaqqi sa'ilina wa raghibina, riwaya mashuhuri na Ibn Khuzaimah ameisahihisha katika kitabu chake. Sasa nakusudia kusema tu kwamba dua kumwomba Mungu anaweza kujibu hata kama unayemwombea ni mtu muovu kiasi gani. Kwa sababu pia mimi ni tabibu, mimi jukumu langu ni kumwomba Mungu kila siku hapa, na kila mgonjwa anamwombea Mungu. Kwa hiyo Mungu ananishushia hicho kipawa. Na ndio maana wagonjwa wangu wanasema nimepona alhamdulillah, mimi nilimwomba Mungu. Hata kama nilikuwa nina sababu zingine nikampa na dawa, nikampa nini, lakini msingi wangu. Na ndio maana sisi hapa mgonjwa yote anayekuja, yoyote bila kujali imani yake wala mazingira alionayo, kama tu hajajistiri sana, tunazo nguo zetu za akiba hapa. Ajifunike kichwa hapo, labda tunataka dua hii inaombwa hapa, nywele sio wazi. Ukimaliza hapa, kwa sababu wewe sio mtu hivyo, tuachie nguo yetu nenda zako. Sisi hilo halituhusu tena, wewe na Mungu wako. Lakini kanuni zetu tunafuata. Na tunaamini wagonjwa ambao tunawasomea kisha tukiwapa dawa wanapona haraka sana kuliko wagonjwa ambao hawasomewi. Na hiyo ina mifano mingi sana. Mgonjwa, kwa sababu Qur'ani ni shifau linnas. Katika somo moja la ilmu ya majini nilizungumza tofauti ya shifau na dawa. Wanazuoni niliwatikisa kidogo kwamba shifaa ni kitu kingine, dawa ni kitu kingine. Qur'ani imetaja shifaa vitu vitatu.
Qur'ani yenyewe ni shifau linnas. Maziwa shifau linnas. Asali shifau linnas. Hizi ni shifa, sio dawa. Kwa mtu kwamba asali dawa, ameamua tu kupita njia ya mkato. Shifa ni zaidi ya dawa. Na ndio ukuta madaktari au wataalamu wengi atakwambia dawa hii changanya kwenye asali. Dawa hii tumia na maziwa. Kwa nini? Yale maziwa na ile asali kwa kuwa ni shifa, huleta msaada mkubwa kwenye tiba. Kwa maana utia ponyo ndani ya mwili. Kwa hiyo ukitia kwenye asali, kwenye maziwa, na Qur'ani ni vile vile shifau linasi. Mgonjwa kabla kumpa dawa, ukimsomea Qur'ani, ile dawa inafanya kazi mara zaidi ya 7 au zaidi ya mara 10 ya dawa ambayo ungempa bila kumsomea Qur'ani. Hii ndio maana ya shifa. Sasa swali la mwisho hapa ambalo pengine ndio lilikuwa linabeba maudhui, tutaangalia na muda ulivyo, kwamba ipo kinga ya kumkamata mwanga mpaka asubuhi. Hili swali limeulizwa. Ipo kinga ya kumkamata mwanga, labda kama mwanga kaja usiku akanasa mpaka asubuhi? Jawabu ni kwamba zipo. Kinga zipo za aina nyingi. Lakini sasa kinga zingine unaweza kujikuta hata wewe umetoka kwenye makosa. Huyu pamoja na wanga wake na uchawi wake bado anahitaji stara mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe kama tabibu tafuta namna kufanya tu asikufikie, au kama atanasa kwa muda aondoke zake, lakini ukimweka mpaka asubuhi, haya umemfadhaisha, familia yake imepata aibu, maana wewe umeeneza fezea ya huyo mtu. Sasa wewe wajibu wako si kumwadhiri mtu. Na pengine kumwadhiri kwake utasababisha matatizo makubwa, watu wanaweza kufa. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Katika kubainisha mambo kuna uchawi. Hii hadithi watu wengi hawaelewi. Wewe umeka jambo bayana ukasababisha maafa, maana yake wewe umeita uchawi katika uwazi wako. Kwa hiyo sio kila kitu kinawekwa wazi. Ndio maana inna minal bayani la sihra. Tumenasema katika kuweka watu mambo wazi kuna uchawi ndani yake. Nitakupa kisa kimoja. Kuna mgonjwa mmoja alikwenda hospitali. Hospitali wakamfanyia operation. Wakamtoa jongoo. Lakini daktari aliwaambia familia, huyu msimwambie. Mkimwambia huyu itakuwa shida. Msimwambie kabisa kama tumetoa jongoo. Basi yule mgonjwa akawa yuko nafuu kidogo kabla hajaachiwa kutoka pale. Akaja mtu mmoja aliambiwa tu bwana katika kufanya operation katoka jongoo, kuja pale mgonjwa, pole sana. Hivi ile jongoo lililawa hapo yeye. Mgonjwa akauliza jongoo, basi afanya operation katoka jongoo tumboni. Mie basi ile mgonjwa amebala kastuka, pressure ikampata, jongoo. Mimi niko na jongoo tumboni. Tayari unyonge ukaingia pale, akaita picha ile jongoo kakaje tumboni mpaka kafa. Kwa hiyo huyu mgonjwa, huyu ajifanya mbea huyu. Huyu ni mchawi. Sio manake mchawi wa kuloga, kule kuweka jambo wazi. Ndio Mtume akasema inna minal bayani la sihra. Katika mambo kuweka wazi kuna uchawi pia. Kuna mambo mengine ukiyaficha unasalimisha watu. Kwa hiyo lazima ujue wapi useme nini useme wapi. Kwa hivyo kumweka mchawi mpaka asubuhi unaweza kusababisha watoto wake wakafa na pressure, wakapata fezea kubwa, ukasababisha matatizo makubwa sana. Ya nini sasa? Lakini zipo shekhe. Tena wala so zipo, na zingine ni hesabu, zingine ni vitabu, hii ni Qur'ani hiyo. Zipo, mchawi anabaki na atoki. Ataona anapoingia kutoka sipaone mpaka asubuhi ngoja kwenda na fence anahangaika bila nguo. Kwa sababu kuna wachawi wanatembea bila nguo, kuna wachawi wanatembea na nguo za aina maalum. Kwa hivyo inna minal bayani la sihra. Huyu anauliza swali kwamba wachawi ipo dawa kwa kamata mpaka asubuhi. Ipo, lakini haiwezi kuwa nzuri sana kwa sababu ya kuhofia madhara, na mganga anatakiwa na hekima kujua. Mimi hapa na wagonjwa ambao wanakuja hapa, mwingine aliyemleta ndo mchawi mwenyewe, mwingine mzazi wake, na pengine ndo kaja naye ndo mchawi mwenyewe anemdhuru. Mimi najua na naona, lakini siwezi kumwambia huyu kwamba huyu mama yako ni mchawi. Na ndio maana wana walaumu waganga wanaopiga ramli. Ramli bora uipige ikusaidie wewe tu kujua wewe na shida gani, nimtibie vipi. Lakini unapiga ramli unamwambia mgonjwa, alafu ile ramli ikaleta madhara zaidi ya ugonjwa. Na waganga wengi wanapiga ramli sio watabibu. Hawatibu. Ndio baba kila mganga anamfuata ananiambia hivi. Sheikh nimekuja hebu nisaidie. Na wewe nisaidie. Mimi naambia mimi sitaki mkuangalizie kama kila mganga anashakwambia ushaelewa. Mimi nakutibu sasa. Kwa nini wamekwambia tatizo lako sababu yake washinde kukutibu? Ndio maana uharamu wa ramli unakuja hapo. Ushamgombanisha mtu na mama yake. Pengine ndio alikuwa anamsaidia hata chakula. Ushamgombanisha mtu, sasa unampa shida mbili, unampa shida na shida ya ugonjwa kwamba wewe umeshindwa kutibu, lakini pia unamwachia mgogoro wa kutengwa na familia. Sasa inna minal bayani la sihra. Katika mambo yaweka wazi
kuna uchawi. Nilitamani sana darasa letu leo ishi hapa kwa sababu maswali yametulia muda, lakini na maudhui yenyewe imeguswa katika mada ipo kinga ya kumkamata mwanga mpaka asubuhi, na hii ilikuwa ni sehemu ya mwanzo wa mada yetu. Kwa hivyo inshallah taala billahi tawfiki, mada inakuja tutazungumza kwa kina. Labda tumalizie tu kuambia watu tupo wapi. Sisi tuko Buguruni Malapa. Buguruni hapa, ukifika Dar es Salaam Buguruni Malapa, karibu na shule ya Al-Furqani Primary School. Tupo karibu sana mtaa mmoja huo. Sisi tupo nyumba namba 16. Wao sijui wapo nyumba namba ngapi kama sikosei, hivyo 5 au 6. Maana yake ni nyumba ya 6 tu kutoka Al-Furqani Islamic. Mtaa huu maarufu unaitwa mtaa wa jina lake limetoka kidogo, nitalikumbuka baadaye inshallah. Nini hivi? Mtaa huu ambao ukifika hapo Al-Furqani kuna mfereji pembeni yake, una kidaraja. Kwa hiyo unachavuka kutoka kile kidaraja unaelekea kama Buguruni, nyumba ya 6 tu. Hata ukifika hapo Al-Furqani kuna baadhi ya watu kauliza hapa kwa Kondobungo, sasa tayari jina limeshakuwa, unaweza kupata maelekezo. Buguruni Malapa. Namba zetu ni zile zile 0682 55 98 31. Hii namba moja wapo ambayo ndio ina WhatsApp. Nairudia tu kidogo 0682 55 98 31. Namba nyingine 0713 690 930. Wale watu wanaotumia WhatsApp, hii namba ya Tigo haina WhatsApp. Hasa watu wa nchi za nje wengi wanapenda kutumia sana WhatsApp call. Tumieni ile ya Airtel ambayo inaanzia na 0682. Hii 0713 690 930. Hii ni namba ya kawaida ya kupiga, lakini pia message za kawaida unaweza kupata. Tupo hapa kwa ajili ya kuwatibu watu magonjwa ya aina yote yanayohusika na binadamu, watu wenye shida mbalimbali, mashetani, uchawi. Tunawakaribisha. Sisi hatupendi kujisifu sana kwa sababu sio, hatujaumbwa hivyo, lakini tunaamini kazi tunaifanya hapa dunia inatambua tunafanya nini. Karibuni sana, wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.